Tunaenda ombi la pili. Kumbuka ombi la kwanza lilikuwa ni ombi la nani? La Yabesi. Na mwana wa Mungu nikutie moyo, ombi la kwanza ni ombi la Yabesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ninatamani kimpendeza Mungu haya maombi tuyaweka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuwa na ombi la Jumatatu, ombi la Jumanne, ombi la Jumatano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi la pili ni ombi la mtu anaitwa Ezekia. Sema ombi la Ezekia. Sema ombi la Ezekia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maombi ya kuomba Mungu akukumbuke. Maombi ya kuomba Mungu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi la Ezekia ni ombi la kuomba Mungu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuchukue mfano huu. Kuna mtu, oh my God, ninasikia amani sana moyoni mwangu. Kuna mpaka wa mtu umeachiwa. Kuna amani ninasikia moyoni mwangu. Kuna mtu amevuka mpaka. Uzito ambao ninasikia nilikuwa nausikia kwenye ombi la kwanza, huo uzito umepotea. Kuna mtu amevuka mpaka. Haleluya. Ombi la pili ni ombi la Ezekia, kuomba Mungu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakusahau, lakini kuna mahali anasema nikumbushe, nikumbushe, njoo tuojiane. Biblia inasema mama anaweza kumsahau mtoto wake, lakini Mungu hawezi kumsahau. Kumwambia Mungu akukumbuke haimaanishi kwamba Mungu anakusahau, ila Mungu anaangalia kujali kwako. Hatuombi tukabweteka, ila tunaomba huku tukimkumbusha Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hatumkumbushi katika kulalamika na kunungunika, ila tunamkumbusha kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja mke wangu alikuwa ameniomba hela. Alikuwa anakaribia kuvunja kibubu. Akanikumbusha kwa staili moja nzuri kabisa. Sikuwa nashangaa, asubuhi ameandaa vitu vizuri vizuri. Pale kuna ndizi kidogo, pale kuna magimbi kidogo, yani vitu vingi karibia, viko vingi sana. Sikujua kwamba naingia mtegoni, lakini alikuwa anatumia kunikumbusha kwamba vipi lile jambo langu. Na mimi nikala, nikashiba, nikafurahi kabisa, nikafurahi. Nilipofurahi akaniambia, leo unaenda kanisani au unaenda kwenye kikao chochote au tuko hapa nyumbani? Na mimi sikujua kwamba nimeingia kwenye 18 za mtumishi wa Mungu Nabii Rehema Philip au Manka. Nikasema naenda kanisani. Akaniambia, basi leo utavaa suti, utavaa suruali hii au unataka utokeje? Nikajua hapo mimi napendwa kuliko watu wote dunia nzima. Nikamwambia leo nitavaa 1 2 3. Tayari kumbe nguo zimeandaliwa, nikavaa. Baada ya muda mfupi akaniambia, leo utaenda na gari au utafanya mazoezi kidogo? Nikamwambia leo nitaenda na gari. Akaniambia, basi ngoja nikufutie. Wakati nikiwa kwenye gari akaniambia, bye, ukumbuke ile issue yangu. Alikuwa ananikumbusha. Watumishi wa Mungu, nimefika ofisini, kitu cha kwanza nakumbuka ule wema ambao nimetendewa na mtumishi wa Mungu pale. Inakuja kitu, kama hauna simpigie hata utume tu, simwambie hata mama Samuel, simwambie tu hata mama Robert, hata akusaidie kiwango fulani umtumie. Lakini kumbuka, ni nguvu ya kukumbushwa. Je, wewe unamkumbushaje Mungu mambo yako? Wakati mwingine, sikiliza, tunaenda mbele za Mungu kwa sifa. Haleluya. Tunamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unamsifu unamkumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana.
hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama wewe, hakuna anayejibu kama. Umemkumbusha huko katika wimbo mzuri, umemkumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unamtolea sadaka, umemkumbusha. Wakati mwingine unaamua kumshukuru Mungu. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mzuri sana, kwa kuwa unajishughulisha na mambo yangu. Asante kwa kuwa hata kile kijora changu kilichoko kwa fundi, Mungu nakiona, sina shaka nacho. Namkumbusha Mungu. So unaenda unamwambia Mungu, Mungu kama unifanyie. Hapana. Ezekia anamkumbusha Mungu. Katika Isaya 38 mstari wa 1, Biblia inasema, siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akisema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Hapa ni habari za Ezekia akiwa katika hali ya kufa, akiwa katika hali ya uhitaji mkubwa, akiwa katika hali ya huzuni, akiwa katika eneo la kupita kwenye uvuli wa mauti. Ezekia anaangalia mbele aone tumaini, anaangalia kila upande aone tumaini. Lakini Ezekia alikuwa na jiwe moja ambalo liliwahi kumsaidia kutenda mema, kwenda kwa unyofu na ukamilifu mbele za Mungu. Lakini Ezekia akawa katika maombi haya, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli kwa moyo wa ukamilifu. Ezekia aligeukia ukuta. Aligeukia ukuta, ikiwa na maana mbili kugeukia ukuta. Maana ya kwanza, ule ukuta Ezekia ndiye aliujenga, alisimamia ujenzi wake. Maana ya kwanza. Kwa hiyo alipogeukia ukuta, ina maana alimkumbusha Mungu kwamba, Mungu, tazama kazi hii nimeifanya, naomba kupitia kazi hii unikumbuke. Naomba kupitia ukuta huu ambao leo unawalinda watu, naomba unikumbuke. Ezekia anamkumbusha Mungu kupitia kazi hili ya ukuta. Lakini ukuta kugeuka kuna maana nyingine. Ezekia anageuza maisha yake, anaugeuza moyo wake. Labda moyo wake ulikuwa umemwacha Mungu. Ezekia anaamua kugeuka, anamwambia Mungu, nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati ambapo unapitia kwenye changamoto, unapitia kwenye shida, unapitia mahali pagumu, usiache kumwambia Mungu, nikumbuke. Mungu nikumbuke. Mungu nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo unakuwa unamkumbusha Mungu yale mema ambayo unakuwa umefanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mema ambayo anatakiwa uyafanye mbele za Mungu yawe mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaweza ukamkumbusha Mungu vazi ambalo umemvika mhitaji. Ukamwambia Mungu, tazama kuna mtu alikuwa yuko uchi, nikaenda nikamnunulia kitenge. Mungu, ninaomba unikumbuke kwa kitenge kile. Wakati mwingine unamkumbusha Mungu kile chakula ambacho ulimlisha Mungu. Unamwambia Mungu, ninaomba ukumbuke. Wakati mwingine unamkumbusha Mungu sadaka ambazo umetoa, zabihu ambazo umetoa, zaka ambazo umetoa. Na ndio maana ni vizuri kuwekeza katika Mungu, kwa sababu kuna wakati wa kufa, wakati wa taabu, wakati ambapo Mungu anataka kuoneshwa kitu ambacho umemfanyia. Lazima uwe na kitu ambacho utamkumbusha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka wakati ambapo nilipata ajali mbaya mwaka jana tarehe 28 mwezi wa pili, nikiwa kwenye ile hali ya koma, ile hali ya kutojitambua, ya kutokujua. Nakumbuka nilimwambia Mungu, na nakumbuka
Nilimkumbusha Mungu ispika. Nilimkumbusha Mungu. Nilimwambia Mungu, ninaomba unitoe kwenye kitanda cha mauti. Nilimkumbusha Mungu. Nikamwambia Mungu, kumbuka ile siku sikuwa na kitu chakula, sikuwa na kitu cha watoto chakula, sikuwa na chochote, lakini nilitumia pesa, nilichukua shilingi 800,000 nikaenda nikanunua spika, nikaweka madhabahuni. Mungu ninao ashukuriwe Mungu kwamba sikulala hospitali. Nilipata ajali mbaya, lakini usiku wa kunikuta wodini. Amen. Ilipofika giza linaanza kuingia, Mungu alinisimamisha. Oh my God, Mungu alinitoa kwenye kitanda cha mateso. Nilisimama. Ninasema ukweli, wako wapendwa walikuwa hospitali, walikuwepo. Wakaniona nimeshuka kitandani. Ilikuwa niko emergency pale, ni ICU, ni emergency. Nikashuka, nikatoka nje, ninatembea. Nguvu unapomkumbusha Mungu yale ambayo umeyatenda. Mungu anapoyakumbuka yale ambayo umemtendea na kuinua tena. Hata kama unakuwa ni kwenye wakati wa kufa, unakuwa na kitu cha kumkumbusha Mungu. Unakuwa na kitu unamwambia Mungu, nikumbuke kwa hicho. Mungu nisaidie kwa hicho. Hakuna kitu chochote unachokifanya mbele za Mungu ambacho kitapotea. Mchungaji atapotea, lakini sadaka itapotea. Unamwambia Mungu, nikumbushe. Haleluya. Na jioni ya leo tunaenda kumwambia Mungu tukumbuke. Amen. Naomba usimame.